Wakazi wengi wa Thika wameeleza masikitiko yao makubwa kuhusu ongezeko la matumizi mabaya ya mihadarati katika eneo hilo. Kwa majina naitwa Oscar. Hii issue ya leo kuhusu mihadarati. Mihadarati kwa society ya sahii imeharibu vijana wengi. For example, hivi venye unaona shule zinachomeka ni watoto. Hii inachangia nini? Ukikuja nyumbani, band kama ni unapata wenye walimaliza shule wanaku-influence, mnaingia kwa maguzi zenye hazifai. So kidogo kidogo unajipata umeingia kwa mihadarati. Kitu ya pili, hizi boma zinaharibika siku hizi sana ya mihadarati, pombe, bangi, nini. Ukienda nyumbani wewe kwa mavitu zako, unaona bibi ni kama hajajumuika. So inakuwa inaleta violence kwa nyumba. Wanasema kuwa janga hili limeharibu maisha ya vijana wengi ambao wamepoteza mwelekeo na matumaini ya maisha yao ya baadaye. Aidha, wakazi hao wamedai kuwa matumizi ya mihadarati yamechangia kwa kiwango kikubwa kuvunjika kwa ndoa nyingi, hali inayozidi kudhoofisha misingi ya familia na jamii kwa ujumla. Ya tatu, kwa ujumla Kenya tunafaa tubani hizo mihadarati juu boy child ameingia kwa mihadarati sana, amepotelea huko. Ndio maana unaona hata siku hizi hakuna kuoana. Sasa utaolewa na mtu mwenye ni madawa tu peke yake, anafikiria aende kufanya kazi afanye nini. So tunafaa tufikirie swali sana na tujue venye tutaitatua. Asante sana. Kutokana na hali hiyo, wanatoa wito kwa serikali na wadau husika kuwafuatia vijana nafasi za ajira, wakisema kuwa ukosefu wa kazi umewafanya wengi wao kujiingiza kwenye ulevi na matumizi ya dawa za kulevya. Jina langu ni Anthony Masharia, mkaaji wa Thika na mfanyabiashara wa hapa Main Stage, na ningependa kutoa tu mchango kidogo kuhusu mihadarati. Mihadarati ni kitu ambayo si mzuri sana, ni kitu ambao imeharibu maisha mingi ya vijana wengi wamepotea kwa sababu ya kutumia mihadarati. Lakini chanzo cha kutumia mihadarati ya kwanza ni kukuwa idol. Vijana wachukua idol sana bila kitu ya kufanya, wanajifanya katika hiyo mambo ya mihadarati, na ikiingia kwa mwili ina affect vibaya sana. So tungependa tuangaliliwe vijana wetu kama wanapata kazi ya kufanya, hata kama ni hizi kazi kwa vijana ambayo itafanya vijana wakuwe busy na wakuwe na kitu ya kufanya, ndio waweze kuondokea vitu kama hizo. Juu mingi zinafanywa na juu ya shida, kukuwa idol na pia pressure ya vijana wengine. Asanteni sana. Wakazi wa Thika wamependelea kuwepo kwa miundo dhabiti ambayo itaelimisha vijana pamoja na wanajamii kuhusu madhara ya mihadarati ili kukomboa kisasi kijacho. Nikiripotia runinga ya TAS, jina langu ni Martha Sengo.